Uhali gani mtazamaji wa TV, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri tulokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Rais Dr. Samia azindua rasmi kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere JNHPP, mradi uliogharimu zaidi ya shilingi trilioni 7. TAKUKURU ya mkamata raia wa kigeni Arusha kwa tuhuma za kutengeneza kadi bandia za benki. Katika habari za kimataifa, watu 13 hawajulikani waliko baada ya ajali ya boti Tunisia. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tuanzie jijini Dar es Salaam, ambapo tunaelezwa kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amezindua rasmi kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere, akisema kukamilika kwa mradi huo ni hatua ya kihistoria inayokamilisha ndoto ya muda mrefu ya Tanzania ya kuwa na umeme wa uhakika kwa ajili ya maendeleo ya taifa. Taarifa yake Goodluck Msola inasomwa hapa studio na Rachel Chacha. Dr. Samia amesema mradi huo wenye uwezo wa kuzalisha megawatt 2115 na kugharimu takriban shilingi trilioni 7.4 umeongeza uwezo wa taifa kuzalisha umeme na utafungua fursa zaidi za uwekezaji, biashara, viwanda, ajira na kuongeza kipato cha wananchi pamoja na pato la taifa. Amesema kukamilika kwa JNHPP kunafundisha kuwa mafanikio ya miradi ya kimkakati yanahitaji uthubutu wa kufanya maamuzi, nidhamu ya ufuatiliaji, uwezo wa kukabiliana na changamoto na kusimamia malengo yaliyowekwa. Aidha, amewapongeza viongozi waliotangulia akiwemo hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa kuanzisha maono ya kutumia bonde la Rufiji kuzalisha umeme, pamoja na hayati Ali Hassan Mwinyi, hayati Benjamin William Mkapa, Dr. Jakaya Mrisho Kikwete na hayati Dr. John Pombe Magufuli kwa kuendeleza hatua mbalimbali za mradi huo hadi kufikia uamuzi wa kuanza utekelezaji wake. Kwa kutambua umuhimu wa mradi huu, serikali yetu iliendelea kutekeleza kwa uzito unaostahili hadi kukamilika kwake. Hatukuwa na namna ya kuacha kutekeleza mradi huu kutokana na umuhimu wake mkubwa kwa maendeleo ya nchi yetu. Hakika ni furaha kubwa kwetu sote kushuhudia kukamilika kwa mradi huu ambao kwa miaka mingi umekuwa sehemu ya mipango na jitihada za taifa letu ili kuhakikisha tunakuwa na nishati ya kutosha na ya uhakika kwa ajili ya shughuli mbalimbali za maendeleo na ustawi wa wananchi. Tarehe 22 Disemba mwaka 2022 nilikuja kushuhudia kufungwa kwa njia ya kuchepusha maji ya mto Rufiji na kuanzisha rasmi ujazaji wa maji katika bwawa hili ambalo ujaji wake ulitarajiwa kuwa ndani ya kipindi cha miaka 3. Kwa neema ya Mungu, bwawa hili lilijaa ndani ya mwaka 1.5 na kuanza majaribio ya uzalishaji umeme. Aidha, Dr. Samia amesisitiza kuwa uzalishaji mkubwa wa umeme pekee hautoshi bila kuwepo kwa miundombinu imara ya kusafirisha na kusambaza nishati hiyo, akieleza kuwa serikali inaendelea na miradi ya njia kuu za umeme ikiwemo msongo wa kilovolt 400 kutoka Chalinze hadi Dodoma pamoja na miradi mingine ya kuunganisha maeneo mbalimbali nchini. Pia ametoa wito kwa wananchi na viongozi kuhakikisha mazingira na vyanzo vya maji vinavyolisha mabwawa vinatunzwa ili mradi huo uendelevu kwa vizazi vijavyo. Akizungumza katika hafla hiyo, mkurugenzi mstaafu wa Benki ya Maendeleo ya Afrika AfDB Dr. Akinwumi Adesina amepongeza Tanzania kwa kukamilisha mradi huo, akisema JNHPP ni zaidi ya kituo cha kuzalisha umeme kwa kuwa kinatoa msingi wa hatua mpya ya maendeleo ya uchumi. Naye Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kiarabu ya Misri Dr. Mustafa Kamal ameipongeza Tanzania kwa kukamilisha mradi huo mkubwa wa umeme, akisema JNHPP ni alama ya uhusiano imara kati ya Tanzania na Misri. Amesema serikali ya Misri inatambua mchango wa kampuni zake Arab Contractors and Elsewed Electric katika utekelezaji wa mradi huo na iko tayari kuendelea kupanua ushirikiano na Tanzania katika biashara, uwekezaji, miundombinu, usafirishaji, kilimo, uvuvi na nishati. Kwa upande wake, Waziri wa Nishati Dr. Deogratias Ndejembi amesema kukamilika kwa JNHPP kumeongeza uwezo wa Tanzania kuzalisha umeme na kuweka msingi wa nchi kutumia zaidi ya nishati kama fursa ya biashara katika soko la kikanda. Aidha, mkurugenzi wa TANESCO Lazaro Twangwe amesema JNHPP imejengwa ikiwa na mitambo 9, kila moja ukiwa una uwezo wa kuzalisha megawati 235 pamoja na bwawa lenye uwezo wa kuhifadhi takriban lita bilioni 32.7 za maji. Amesema mradi huo pia umejumuisha powerhouse switchyard, daraja la kudumu,
barabara na nyumba za wafanyakazi, huku zaidi ya 95% ya nguvu kazi iliyotumika wakati wa ujenzi ikiwa ni wa Tanzania. Kuna ujenzi wa tuta kuu, kitaalamu tunaita main dam. Eneo hili ndio mhimili wa kituo chetu, Mheshimiwa Rais. Tuta hili lina urefu wa mita 1036, lakini katikati hapo kina ni mita 131 kwenda chini. Tuta hilo, Mheshimiwa Rais, huko chini lina upana wa mita 100, lakini kulingana na usanifu kadri linavyokuja juu lina upana wa mita 10. Mheshimiwa Rais, kulingana na eneo hili lilivyo na usanifu wa mradi, ilitulazimu kujenga matuta mengine madogo manne ambayo kazi yake ni kuzuia maji yasitoke kwenye njia zisizo rasmi nje ya eneo la bwawa. Historia ya JNHPP inaanzia miaka ya 1970 chini ya maono ya hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye alisukuma tafiti za matumizi ya bonde la Rufiji kuzalisha umeme. Baada ya miongo kadhaa ya maandalizi, serikali ya hayati Dr. John Pombe Magufuli ilianza ujenzi mwaka 2019 na serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan ikiendeleza hadi kukamilika kwa mitambo yote 9 yenye uwezo wa kuzalisha megawatt 2115 kwa gharama ya takriban shilingi trilioni 7.45. Asante sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Arusha imemkamata raia wa kigeni wa nchi ya Romania kwa tuhuma za kutengeneza kadi za benki za bandia na kuiba fedha kwenye akaunti za watu. Azla Omari na taarifa zaidi kutoka Arusha. Akizungumza na vyombo vya habari, mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Arusha Zawadi Ngailo anasema baada ya kumkamata mtuhumiwa huyo walienda kupekua anapoishi eneo la Njiro jijini hapa na kubaini vifaa mbalimbali vilivyokuwa vikitumika kutengeneza kadi hizo feki na kuiba fedha. Mtuhumiwa huyo amekamatwa kwa tuhuma za uhalifu unaohusisha matumizi ya taarifa za kadi za kibenki zilizoibiwa au kwa jina la kigeni stolen card details, na hivyo amekuwa akijipatia fedha haramu, ambapo baada ya upekuzi ambao ulifanywa na maafisa wa TAKUKURU baada tu ya kukamatwa, katika upekuzi huo mtuhumiwa alikutwa na mashine 6 za posi, alikutwa pia na kadi za benki mbalimbali, vifaa na kemikali zinazodaiwa kutumika kutengeneza kadi bandia, ambazo kadi hizi hutumika kuiba fedha kwenye akaunti za watu, pamoja na kompyuta mpakato 2. Mbali na vifaa hivyo, Ngailo anasema wamekuta fedha za mataifa mbalimbali katika upekuzi huo kama anavyoeleza. Zilipatikana pia fedha na stakabadhi mbalimbali zilizoonyesha kulipia huduma kama ifuatavyo. Kwanza, kulikuwa na stakabadhi zenye thamani ya takriban milioni 171,712,870, lakini pia kulikuwa na stakabadhi zenye kuonyesha malipo kwa dola za Kimarekani yenye thamani ya milioni 55,987 na senti 20, lakini pia kulikuwa na fedha taslimu za Tanzania kiasi cha milioni 2,172 na 500, lakini pia kulikuwa na noti za euro yenye thamani ya euro 20 pamoja na fedha za Uarabuni kiasi cha riali 15. Ofisi ya TAKUKURU mkoa wa Arusha inaendelea na uchunguzi ili kubaini ukweli na hatua stahiki za kisheria zitachukuliwa. Asante sana Hazla Omari kwa taarifa hiyo. Katika jitihada za kuwasaidia kina mama wajawazito kuepukana na kifafa cha mimba na tatizo la upungufu wa damu, shirika la Amref kupitia mradi wa Supreme limekutana na makundi mbalimbali ya kijamii likiwa na lengo la kupokea maoni ya namna gani ya kuweza kuboresha huduma kwa wamama wajawazito. Emmanuel Masha kutoka Mwanza ametuandalia undani wa taarifa hiyo. Akizungumza katika zoezi hilo lililokutanisha makundi ya viongozi wa dini, wataalamu wa afya, wajawazito pamoja na wamama waliojifungua kwa changamoto mbalimbali wilayani Misungwi mkoani Mwanza, afisa takwimu na tathmini katika mradi huo Juhudi Mfaume ameeleza lengo kubwa la mradi kuwa ni kusaidia huduma za mama na mtoto. Lengo letu ilikuwa ni kupata maoni katika jamii wa namna gani ya utolewaji wa huduma kuanzia pale mama anapopata ujauzito kuendelea mpaka anapopata kujifungua. Kwa hiyo tumeweza kuwa na zoezi zuri sana leo. Tunashukuru kwa kushirikiana na uongozi wa wilaya, ofisi ya DMO na ofisi ya mkurugenzi. Tumepata ushirikiano mzuri kupitia timu ya CHMT kwa pande zote, na zoezi limeweza kwenda vizuri zaidi. Tumepata maoni mazuri kutoka kwa jamii
ambayo maoni hayo yatatusaidia kama mradi kuweza kuunda na kuona maeneo gani ambayo kama mradi tuanze kuyatekeleza. Kwa upande wake, mratibu msaidizi wa huduma za afya ya uzazi na mtoto wilayani Misungwi, Suzana Paulo, ameshukuru serikali kwa mradi huo ambao unakwenda kuwasaidia wakina mama wengi. Mradi huu utatusaidia sana kwa sababu tumekuwa na wakina mama wengi ambao wanakuwa na upungufu wa damu mpaka kupelekea kuongezwa damu. Lakini pia tumekuwa na wakina mama walio wengi sana ambao tumekuwa tukiwagundua wanakuwa na shinikizo la damu ambao ilikuwa ikipelekea mpaka kuingia kwenye kifafa cha mimba. Basi tunaamini ya kuwa mradi huu kwa vile umetufikia, na tunaamini kabisa ya kuwa umetufikia wakati mwafaka, utatusaidia kwa wale ambao hata walikuwa hawapati vipimo kwa muda stahiki, basi watakuwa wanapimwa mapema kulingana na watakavyokuwa wanakuja kliniki na watakuwa wanapata huduma. Nao baadhi ya viongozi wa dini akiwemo Sheikh mkuu wa wilaya hiyo Hussein ambao wameshiriki katika zoezi hilo wamesema kuwa elimu walioipata wanakwenda kuitoa kwa waumini wao ili iweze kuwasaidia katika familia zao. Kwa wastani tumepata mambo mengi sana. Mimi mwenyewe binafsi mengine nilikuwa siyaelewi kwa ukamilifu, lakini kupitia tu uzinduzi wa mradi huu wa mama na mtoto katika wilaya yetu ya Misungwi tumepata njia nzuri za kuweza kushirikiana sisi pamoja na serikali. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hili ambalo sisi tunasema tunalipokea, kwa kama viongozi wa dini tunalipokea, na tutalihamasisha na kufuata maelekezo yote ambayo tunapewa na wataalamu wetu wa afya kwa ajili ya kumsaidia huyu mama na mtoto. Wakati mwingine mama amekuwa anapata shida kwa sababu ya ukosefu wa mafunzo, hasa akina mama wanapokutana na changamoto wakiwa wajawazito. Wengine wanakuwa na aibu, wanakuwa majumbani, wanapokuwa wajawazito hawako wepesi kujitokeza. Na leo tumejifunza mambo mazuri na makubwa tunapozindua mafunzo haya. Tumekuwa na wataalamu wetu wametushirikisha mambo mazuri kuhusiana na mama anapokuwa mjamzito pamoja na watoto wetu. Aidha, baadhi ya kina mama pia wamelishukuru shirika la Amref kwa kuanzisha mradi huo ambao unakwenda kusaidia kundi kubwa la kina mama wajawazito. Kwenye mradi huu tumejifunza mambo mengi. Lengo kuu ni kuja kudhibiti upungufu wa mama mjamzito na kudhibiti mambo ya kifafa cha mimba. Mafunzo haya kwetu sisi wakina mama yamekuja kutusaidia kwa ajili ya tusiwe tunapungukiwa na upungufu wa damu, kututolea elimu, pia kwa jamii kutoa elimu na kutuletea dawa ambazo zinatusaidia kwa ajili ya kuongeza damu. Tumejifunza vitu vingi ambavyo nilikuwa sijui. Nilikuwa sijui mtu kama ana upungufu wa damu akiwa mjamzito, ikiwa ni kiasi fulani inaleta changamoto, na ikiwa ni kiasi fulani inakuwa ni iko sawa vizuri sana. Asante sana Emmanuel kwa taarifa hiyo. Kamati ya kudumu ya Bunge ya miundombinu imeipongeza serikali kupitia wakala wa majengo Tanzania TBA kwa utekelezaji mzuri wa miradi ya nyumba za makazi ya viongozi na watumishi wa umma katika jiji la Dodoma. Tuungane na Recho Chacha kwa taarifa zaidi. Kamati hiyo imetoa pongezi hizo baada ya kufanya ziara ya kukagua maendeleo ya miradi miwili inayotekelezwa na TBA, ambayo ni mradi wa nyumba 20 za makazi ya viongozi katika eneo la Kisasa na mradi wa nyumba 3500 unaotekelezwa eneo la Nzuguni Dodoma. Akizungumza baada ya ziara hiyo, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya miundombinu Selemani Kakoso amesema kamati imeridhishwa na utekelezaji wa miradi hiyo na kusisitiza kuwa kukamilika kwake kutasaidia kupunguza changamoto ya uhaba wa nyumba kwa watumishi wa umma na wananchi kwa ujumla. Aidha, Kakoso ameshauri TBA kuweka mfumo mbadala wa nishati ya umeme, ikiwemo matumizi ya nishati ya jua solar system katika mradi wa nyumba za Nzuguni ili kuhakikisha huduma za umeme zinaendelea kupatikana wakati kunapokuwa na changamoto katika mfumo wa kawaida wa umeme. Yapo ambayo tumeyabaini na tunaishauri serikali yafanyie kazi. La kwanza, serikali kuiwezesha TBA waweze kuwa wanawapa ruzuku ya kutosha ili waweze kujenga nyumba nyingi ambazo mahitaji yake ni makubwa sana. Lakini la pili, kamati ya Bunge ilishauri serikali kuhakikisha wanapata wabia wa kujenga miradi mbalimbali, kwa sababu
uhitaji kwa nchi nzima kwa watumishi wetu bado mahitaji ni makubwa sana. Sasa tumeomba hili walifanyie haraka sana miradi ile ya PPP ambayo inaweza ikawasaidia kuwa na watu ambao wanapata wawekezaji wakashare pamoja, watumishi wakapata nyumba za kutosha. Kwa upande wake, mkurugenzi wa idara ya miliki wa TBA Saidi Mdeme aliyemwakilisha mtendaji mkuu wa TBA amesema katika mradi wa nyumba 3500 Nzuguni, nyumba 150 tayari zimekamilika huku nyumba nyingine 110 zikiwa katika hatua mbalimbali za ujenzi. Amesema kati ya nyumba hizo 110, nyumba 50 zimefikia hatua ya mwisho ya ujenzi na zinatarajiwa kuanza kutumika baada ya kukamilika kwa taratibu zinazohitajika. Eneo hili ni moja kati ya eneo ambalo tayari limekwisha kutangazwa na tayari tumeshaanza kupokea proposal mbalimbali kutoka katika private sector kwa wale wa ndani ya nchi, lakini pia kuna watu wengine kutoka nje ya Tanzania ambao pia wamewasilisha maombi ya kushirikiana na wakala kuendeleza eneo hili. Kwa hiyo tunaamini nyumba zote hizi 3500 zitakamilika, lakini ili kuhakikisha maeneo haya yanakuwa na makazi vyema, kuna huduma nyingine mbalimbali ambazo zinapatikana katika eneo hili. Tumeona tuna eneo la shule ya awali kwa maana ya nasari, tuna shule ya primary zitakuwepo 2 katika eneo hili, lakini tuna maeneo ya commercial kwa maana ya kibiashara, lakini pia tuna vyuo vya size ya kati kwa maana college. Hizi huduma zote zitakuwa zinapatikana kwenye mji huu wa nyumba 3500 ambao tayari wakala unaendelea kutekeleza. Aidha, TBA inalenga kuongeza kasi ya utekelezaji wa mradi huo kwa kushirikiana na sekta binafsi, hatua ambayo itasaidia kuharakisha ujenzi wa nyumba hizo na kupunguza changamoto ya makazi katika jiji la Dodoma. Huku ziara hiyo ya kamati ya kudumu ya Bunge ya miundombinu imefanyika ikiwa ni sehemu ya shughuli za kamati hiyo na ilitanguliwa na semina kwa wajumbe wa kamati iliyoandaliwa na Wizara ya Ujenzi na kufanyika mkoani Dodoma. Asante sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA imeanza kutoa elimu kwa wafanyabiashara kuhusu mabadiliko ya sheria za kodi, hatua inayolenga kuongeza uelewa na kuwawezesha kutekeleza wajibu wao wa kulipa kodi kwa mujibu wa sheria. Mwavita Mkondo ameandaa taarifa zaidi kutoka mkoani Shinyanga. Mafunzo hayo yamewaleta pamoja wafanyabiashara na wataalamu wa kodi, ambapo washiriki wamepata fursa ya kufahamu mabadiliko yaliyofanyika pamoja na kupata ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu ulipaji wa kodi. Afisa msimamizi mkuu wa kodi kutoka TRA Dodoma, Philipon Elimani, amesema elimu hiyo ni muhimu katika kuwasaidia wafanyabiashara kuelewa mabadiliko ya sheria na kuepuka changamoto zinazoweza kujitokeza katika utekelezaji wake. Tuweze kujimudu wenyewe, tuweze kukusanya mapato ya kugharamia matumizi yetu kwa 100%. Ndio lengo la serikali na ndiko tunakoelekea huku, kwa sababu wote ni mashahidi, tunaona mambo gani yanaendelea huko duniani. Wale tulikuwa tunategemea kama mjomba na shangazi sasa hivi wameweza kurudisha mikono nyuma, wengine wamepunguza, wengine wamerudisha kabisa mikono na watoi. Kwa hiyo sasa ni jukumu letu kama Watanzania kuhakikisha kwamba tunalipa kodi ipasavyo. Kwa upande wake, meneja msaidizi wa huduma kwa mlipa kodi TRA mkoa wa Shinyanga, Ramadhani Sengo, amesema TRA imeamua kuwashirikisha wafanyabiashara moja kwa moja ili kuwapa uelewa sahihi kuhusu mabadiliko hayo. Naye Hatibu Mgeja, makamu mwenyekiti wa Chama cha Taifa cha Biashara TNCC mkoa wa Shinyanga, amesisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya wafanyabiashara na TRA katika kuhakikisha elimu ya kodi inawafikia walengwa. Hivi karibuni serikali imepitisha sheria mpya ya fedha ya mwaka 2026. Kupitia sheria hiyo mpya ya fedha ya mwaka 2026 kuna marekebisho ya kodi na tozo mbalimbali. Tunawajibika kuwafikia walipa kodi na umma kwa ujumla, kuwapa uelewa juu ya masuala mbalimbali ya mabadiliko ya kodi na kwa jinsi gani yanakwenda kuathiri shughuli zao za kila siku za kibiashara. Sisi wafanyabiashara kwa nature ya shughuli tunazozifanya tunakuwa hatujui kinachoendelea huko serikalini, lakini kupitia vikao kama hivi tumeshuhudia yako maeneo yanaenda kutupa fursa za misamaha ya kodi, lakini zaidi tumejua namna ambavyo sheria zinabadilika kila wakati na kutufanya tuwajibike ipasavyo. Baadhi ya wafanyabiashara walioshiriki mafunzo hayo wameelezea kuwa elimu hiyo inawasaidia kupata uelewa wa masuala ya kodi, huku wakiomba TRA kuendelea kuwafikia wafanyabiashara
katika maeneo mbalimbali. Semina nzuri ambayo imewezeshwa kwa utaratibu kabisa, ili mradi kuja kutuwezesha uwezo wa wafanyabiashara tusiwe tunasumbuka kwenye masuala ya ulipaji kodi. Semina ni nzuri, imefanyika kwa muda na wakati mzuri, nimeielewa. Kweli sisi wakandarasi tunayo changamoto kubwa. Tunapopata miradi huwa tunacheleweshwa malipo. Hata zaidi ya miaka 2 mtu hujalipwa. Lakini swala la kodi huwa tunatakiwa tulipe kwa wakati. Ukweli tunafika TRA wanatupa ushirikiano, lakini bado tunaendelea kuteseka. Nikiripoti kutoka mkoani Shinyanga, mimi ni Mwavita Mkondo wa TVE. Asante sana Mwavita Mkondo kwa taarifa hiyo. Wanafunzi wa kijiji cha Ntono, kata ya Bukoli, jimbo la Busanda, wilayani Geita, wameanza kunufaika na ujenzi wa miundombinu ya elimu unaotekelezwa na serikali kupitia mradi wa Boost, hatua inayolenga kupunguza adha ya kutembea umbali mrefu na kuboresha mazingira ya kujifunzia. Kutoka Geita, huyu hapa Joel Maduka kwa taarifa zaidi. Serikali imetenga zaidi ya shilingi milioni 250 kwa ajili ya ujenzi wa madarasa na vyoo katika shule za msingi Ilelema na Ilangale zilizopo katika kijiji cha Ntono. Akizungumza katika kikao cha utambulisho wa miradi hiyo, afisa elimu msingi wa halmashauri ya wilaya ya Geita, Paulo Magubiki, amesema fedha hizo zitatumika kuanzia hatua za awali za ujenzi hadi kukamilika kwa mradi hiyo, sambamba na upatikanaji wa madawati kwa ajili ya madarasa yatakayojengwa. Mradi wa kwanza ni mradi wa shule ya msingi Ilelema ambayo imepokea fedha kutoka serikali kuu kupitia mradi wa Boost, jumla ya shilingi milioni 161 na laki 3. Ilelema itakuwa na madarasa 5 ya kisasa na matundu ya vyoo 12, elimu ya awali 6 na msingi 6. Tukija katika shule yetu nyingine ya Bulangala, na yenyewe ilipokea fedha tarehe 30 mwezi wa 6 2026. Ilipokea jumla ya fedha milioni 92 laki 2. Viongozi wa kata ya Bukoli pamoja na wananchi wameelezea kuwa utekelezaji wa miradi hiyo utasaidia kupunguza changamoto ya uhaba wa madarasa na umbali mrefu ambao wanafunzi walikuwa wakitembea kufuata huduma ya elimu. Kutoa shukrani zangu kwa Mheshimiwa Diwani wa kata hii ya Bukoli, Faraji Rajabu Sefu, kwa kuweka msukumo tangu miaka 10 aliyokuwepo madarakani. Alipigania kwa hali na mali upatikanaji wa shule hizi mbili, kwani watoto walikuwa wakipata changamoto kwenda shule ya msingi Ntono ambao ndio shule mama. Bulangale, tunashukuru mradi huu kufika Bulangale kwa sababu ni shule ambayo iko pembeni kabisa, na hii shule imejengwa imesaidia sana kwa sababu watoto walikuwa wanatoka mbali kufuata shule mama, alafu watoto wengi walikuwa wanaishia polini. Sasa hivi mradi huu umekuja kuanzia chini hadi juu, shule itapendeza na itavutia wanafunzi. Tunashukuru sana kwa mbunge wetu Jafari kutuwezesha yeye kuwa msukumo mkubwa na kutuwezesha kupata huo mradi mkubwa. Pata changamoto ya mchango tulikuwa tunajichangisha, watu wanakimbia, wengine wanahama, wanatoroka ile jengo, tunahangaika kujishika mfukoni, lakini hatuwezi kukizi ile jengo. Mpaka sasa tulipoipokea hiyo miradi tumefurahi mno kwa kujengewa shule yetu ya Ilelema, kujengewa madarasa 3. Ujenzi wa miradi hiyo unafadhiliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia mradi wa Boost unaolenga kuboresha mazingira ya huduma za elimu nchini. Pesa hizo zitatumika katika ujenzi wa jumla ya madarasa 8 pamoja na matundu 18 ya vyoo katika shule hizo mbili, ikiwa ni pamoja na madarasa ya shule ya awali na vyoo vyake. Asante sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Shirika la madini la taifa STAMICO katika maandalizi ya kuanza kuisambaza nishati safi ya Rafiki Briquettes katika vyuo vyote vya mafunzo vya Zanzibar imetoa mafunzo kwa viongozi na maafisa wa vyuo vya mafunzo kutoka Zanzibar. Lecho Chacha anatuarifu zaidi. Mafunzo hayo ya kuongeza uelewa kuhusiana na nishati ya Rafiki Briquettes yametolewa katika kiwanda cha Rafiki Briquettes cha Kisarawe na kuhudhuriwa na maafisa na viongozi kutoka chuo cha mafunzo walioongozwa na SSP Hamis Ramadhani. Akiongea
Katika mafunzo hayo, mkurugenzi wa migodi na huduma za kihandisi STAMICO Mhandisi Baraka Manyama amewaeleza maafisa na viongozi hao juu ya mpango wa STAMICO wa kuisambaza nishati hiyo katika kisiwa chote cha Zanzibar. Kwa hiyo tunategemea kwamba mashirikiano haya tutadumisha, na baada ya mafunzo haya tunategemea kwamba bidhaa hii ya nishati kwamba tutafikishiwa katika sehemu zetu za vituo, kwa sababu vile katika kuja kwetu huku tumekuja pamoja na wakuu wa vituo. Kwa hiyo tunategemea baada ya mafunzo haya kwamba nishati hii na sisi tutafikishiwa kule Zanzibar kwa ajili ya matumizi, kwa ajili ya magereza yetu, kwa kuwapikia wanafunzi au sisi kwa huku tunaita wafungwa. Akitoa mafunzo ya nishati mbele ya maafisa hao, msimamizi wa kiwanda hicho cha Rafiki Briquettes Mhandisi Goodluck Mhagama amewaelezea maafisa na viongozi hao juu ya ufanisi wa nishati hiyo kwenye matumizi na uwezo wa kuwaka muda mrefu, huku mkuu wa kitengo cha masoko na mahusiano ya umma Deus Alex Ntukamazina amewahakikishia maafisa hao azma ya STAMICO ni kuhakikisha nishati hiyo inawafikia ndani ya wiki 2 kupitia wakala wake ambao ni taasisi ya FDH. Shirika la madini la taifa STAMICO kwa sasa linamiliki viwanda vikubwa 4 vya nishati safi aina ya Rafiki Briquettes. Kuna kiwanda kikubwa ambapo tuko hapa Kisarawe mkoani Pwani, lakini chenye uwezo wa kuzalisha tani 20 kwa saa, lakini pia kiwanda chenye uwezo huo mkoani kule Kiwila katika mkoa wa Songwe, lakini pia kiwanda kingine mkoa wa Tabora, na hivi sasa tuko kwenye hatua za mwisho za usimikaji wa kiwanda kikubwa chenye uwezo pia wa kuzalisha tani 20 ya aina hii ya nishati safi ya Rafiki Briquettes katika mkoa wa Dodoma. Na tayari shirika la madini la taifa kwa kushirikiana na wakala wa nishati vijijini kwa maana ya LEA wameshafanikisha kununua kiwanda kingine ambacho kitakwenda kusimikwa katika mkoa wa Geita, na tayari miundombinu kwa ajili ya usimikaji wa hicho kiwanda pia imeshaanza kujengwa. Sisi shirika la madini la taifa STAMICO tumejipanga kwamba kuhakikisha kwamba nishati hii safi ya Rafiki Briquettes inasambaa nchi nzima. Ajenda ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha kwamba itakapofika mwaka 2034 asilimia zaidi ya 80 watu wote watakuwa wanatumia nishati safi. Akiongea kwa niaba ya maafisa hao, Afande Ramadhani ameishukuru STAMICO kwa makaribisho mazuri pamoja na mafunzo walioyapokea na kusema maafisa waliopokea mafunzo wataenda kuwafunza wengine waliobaki ili kuhakikisha wanauelewa mzuri kabla ya kuanza kutumia nishati hiyo. Chukua fursa hii kushukuru sana mkurugenzi mtendaji wa shirika la madini la taifa STAMICO Dr. Venance Mwase kwa kuendelea kutekeleza kwa vitendo ajenda ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha kwamba Watanzania wote wanatumia nishati safi. Mheshimiwa Rais, kama ambavyo tunafahamu kwamba amekuwa kinara wa mapambano dhidi ya nishati safi. STAMICO imejipanga kuhakikisha inaendelea kuwa kinara katika kuhakikisha matumizi ya nishati safi Tanzania nzima. Asante sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo. Mkurugenzi wa tiba Wizara ya Afya Dr. Hamadi Nyembea amewahimiza wananchi kujenga utamaduni wa kufanya mazoezi mara kwa mara, kula lishe bora na kupima afya zao ili kupunguza hatari ya magonjwa yasiyoambukiza. Mwavita Mkondo ameandaa taarifa zaidi. Dr. Nyembea ametoa wito huo Agosti 22, 2026 aliposhiriki Manyara Tanzanite Marathon 2026, tukio linalohamasisha afya kupitia michezo na kuchangia juhudi za ujenzi wa wodi ya watoto njiti mkoani Manyara. Amesisitiza kuwa kufanya mazoezi kunapaswa kuwa sehemu ya maisha ya kila siku, sambamba na kufuata mtindo bora wa maisha na kufanya uchunguzi wa afya mara kwa mara ili kutambua vihatarishi vya magonjwa mapema na kuchukua hatua stahiki. Katika marathoni hiyo, Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na ofisi ya mganga mkuu wa mkoa wa Manyara imetoa elimu kuhusu kampeni ya Zijue Namba Zako sambamba na huduma za uchunguzi wa afya bila malipo. Mkoa umeamua kuanzisha mbio hizi kutokana na thamani ya kituo cha Tanzanite. Wamethaminisha pia kwenye uhai wa watoto njiti, lakini pia kwa afya za wananchi kwa jumla. Sasa Wizara ya Afya kwa kuliona hilo, sisi kwa kawaida kwa kutumia mikakati iliyopo ya wizarani, sera na miongozo, ambao sasa hivi tunatekeleza mwongozo wa mazoezi wa kitaifa ambao tunataka jamii iweze kuhamasika na kufanya mazoezi mara kwa mara ili kupambana na magonjwa yasiyokuambukiza, lakini pia na kusaidia watoto njiti ambao wamekuwa kifariki kutokana na kutokuwepo kwa huduma.
Sasa tumeungana hapa kwenye shughuli ya leo na Wizara ya Afya imeleta huduma ambazo huduma hizo zinajikita zaidi kwenye kuzijua namba zako. Namba ziko kama zinavyoonekana hapa: kupima pressure ya damu, kupima kisukari, kujua kuhusu uwiano kati ya uzito na urefu wako. Akizungumza katika tukio hilo, Shemwanza Mrisho kutoka sehemu ya elimu ya afya kwa umma amesema wizara inaendelea kuhamasisha wananchi kujenga utamaduni wa kupima afya hata kabla ya kuonekana kwa dalili za ugonjwa, sambamba na kuzingatia lishe bora na kufanya mazoezi mara kwa mara. Si elimu ya afya kwa umma, kazi yetu kubwa ni kuelimisha jamii kuhusiana na kufanya mazoezi na kujiepusha na magonjwa mbalimbali kulingana na kubadilisha tabia zao. Kwa hiyo huku tumekuja leo Manyara kwenye marathoni kwa ajili ya kukimbia na kufanya mazoezi ili kujikinga na magonjwa yasiyoambukiza. Naye mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Hanang', Mheshimiwa George Bajuta, amepongeza utoaji wa huduma hizo na kuwahimiza wananchi kutumia fursa zinazotolewa na serikali na wadau kupima afya zao na kupata elimu sahihi ya kujikinga na magonjwa. Kwa kweli ni muhimu sana kujua namba yako, kwa sababu tunahitaji kujua afya zetu. Kwa hiyo wananchi, nitoe wito kwamba ni muhimu kila wakati tukaenda kuchunguza afya zetu ili kujua pressure, kujua sukari ulionayo katika mwili kama uko salama, lakini pia kujua na njia bora za kuendelea kuhakikisha afya yako inaendelea kuwa bora. Manyara Tanzanite Marathon 2026 imeendelea kuwa jukwaa linalounganisha michezo, afya na maendeleo ya jamii, huku wananchi wakihamasishwa kuchukua hatua binafsi za kulinda afya zao na kupunguza hatari ya magonjwa yasiyoambukiza. Asante sana Mwavita Mkondo kwa taarifa hiyo. Kufuatia kukua kwa sayansi na teknolojia, imeelezwa kuwa serikali ina mpango wa kuendelea kuboresha miundombinu ya TEHAMA katika shule zote nchini ili kurahisisha shughuli za ufundishaji na ujifunzaji mashuleni ili kuongeza ujuzi wa mambo ya TEHAMA kwa wanafunzi. Taarifa zaidi Ibrahim Godfrey Mlele kutoka Njombe inafafanua. Yamezungumzwa hayo na mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa Daniel Okoka alipofika katika shule ya msingi Nyamande iliyopo halmashauri ya mji wa Makambako, akiwa ameongozana na wajumbe wa kamati ya siasa mkoa wa Njombe katika ziara kukagua utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Okoka amesema serikali ya awamu ya 6 itaendelea kuimarisha mifumo ya TEHAMA mashuleni ili kurahisisha ufundishaji na ujifunzaji, huku akiupongeza uongozi wa halmashauri ya mji wa Makambako kwa kutekeleza mradi huo. Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye kwa kweli wakati wote amezungumzia kuboresha mbinu za kujifunzia na kujifunza katika ngazi zote. Na hapa waheshimiwa, tunaona katika level ya chini kabisa ya shule ya msingi tunakuwa na mambo mazito kama haya. Sisi tumekuwa tumesoma niseme mpaka namaliza chuo kikuu sikuwahi kuonana na facility kama hii. Sasa leo Mheshimiwa Rais anaishusha mpaka huko chini. Na hapa tunazungumza sasa hizi kuna vyuo vikuu kienda hawana hii facility. Awali akisoma taarifa ya utekelezaji wa mradi huo, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Nyamande amesema darasa hili la TEHAMA limeleta tija kubwa katika swala zima la ujifunzaji na ufundishaji. Kwa kuwa mmefika Nyamande, ni vema mkajionea wenyewe jinsi chumba cha TEHAMA kinavyorahisisha ujifunzaji na ujifunzaji. Tunapenda kuishukuru serikali ya awamu ya 6 na Chama cha Mapinduzi chini ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Aureliano Gerard ni mwalimu wa TEHAMA katika shule hiyo. Nimemuuliza kuhusu faida za mfumo huu wa TEHAMA kwa wanafunzi wa shule ya msingi, na hapa anaeleza. Ufundishaji kwa kutumia vifaa vya TEHAMA umeweza kurahisisha sana. Wanafunzi pia wameweza kuwa na motisha na hali kubwa ya kuweza kuhudhuria kwa ajili ya kuweza kujifunza vitu vya namna hiyo. Tulo sasa hizi umeisha kabisa, kwa sababu akishinda maana yake anaenda kusimuliwa kama bwana wenzako leo tumejifunza kitu fulani. Kwa hiyo maana anasema ila mimi naweza kujifunza, basi ngoja nifanyaje, ngoja niweze kwenda. Catherine Pasco na Joel Mwenda ni wanafunzi wanaosoma katika shule hiyo. Wameeleza namna wanavyonufaika na ujifunzaji kupitia mfumo wa TEHAMA. Nimejifunza kwenye program jedwali, jinsi ya kutumia ubao, kompyuta hizi. Pia imetusaidia kurahisisha kutoa matokeo mitihani, sio tofauti na mara ya kwanza. Tumejifunza namna ya kutumia kompyuta na namna ya kutumia ubao.
Inatusaidia kukuza taaluma kwa sababu hata muda mwingine matokeo tunatoa kwa kutumia kompyuta. Kamati ya siasa mkoa wa Njombe bado inaendelea na ziara ya kukagua utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi pamoja na miradi mbalimbali ya maendeleo. Kutoka hapa katika halmashauri ya mji wa Makambako, TVE Habari, mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Asante sana Ibrahim kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigedia General Hamad Abbas Ahmad amewataka wadau wa maendeleo na wazazi wa watoto katika mkoa huo kushiriki kutatua changamoto zinazoikumba sekta ya elimu ndani ya mkoa huo, ikiwemo ya upungufu wa vyumba vya madarasa pamoja na upatikanaji wa chakula kwa wanafunzi mashuleni. Mwavita Mkondo ameandaa taarifa zaidi. Mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigedia General Ahmed ametoa kauli hiyo wakati wa kupokea msaada wa ujenzi na ukarabati wa vyumba vya madarasa katika shule ya msingi Mahilo mkoani Ruvuma, ambapo msaada huo umetolewa na kampuni ya mawasiliano ya simu za mkononi Vodacom, ikiwa ni sehemu ya kushiriki juhudi za serikali za kukabiliana na changamoto mbalimbali zinazoikabili sekta ya elimu nchini. Wangu kwenu ni kuomba kuendelea kushirikiana nasi katika elimu, ujumuishaji, teknolojia na uwezeshaji wa jamii. Nitumie pia nafasi hii kupitia waandishi nyinyi mliopo hapa mbele kwa tuwahabarishe taasisi nyingine kuiga mfano huu wa Vodacom Tanzania, kuelekeza uwekezaji wao wa kijamii kwenye maeneo yenye mahitaji. Kwa upande wake, afisa elimu msingi manispaa ya Songea pamoja na meneja wa Vodacom kanda ya Nyanda za Juu Kusini Abednego Muhagama wamesema ukarabati wa ujenzi wa vyumba vya madarasa vipatavyo 4 umekwenda sanjari na msaada wa madawati ili kukabiliana na changamoto ya upungufu wa vyumba vya madarasa katika shule hiyo ambayo kwa sasa ina jumla ya wanafunzi 206. Ndugu mgeni rasmi, shule hii imekuwa na ufaulu wa 95% kwa miaka 3 mfululizo, ambapo wote wamefanikiwa kujiunga na kidato cha kwanza. Ndugu mgeni rasmi, mafanikio haya yametokana na juhudi kubwa zinazofanywa na serikali yetu inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pia kwa ushirikiano wa wazazi, walimu na wanafunzi wote wamekuwa mstari wa mbele kwa kufanikisha shule hii kusonga mbele. Katika madarasa haya mawili yamekarabatiwa na manne yamejengwa upya. Katika haya manne yamejengwa upya, haya Mahilo mawili ni moja yao. Aidha, jumla ya madawati 90 yametolewa, ambapo kila shule imepata madawati 30. Naye mwalimu mkuu wa shule hiyo na baadhi ya wanafunzi na wazazi wameshukuru kwa msaada wa ujenzi wa madarasa, ambapo wamesema utakwenda kuongeza morali ya ufundishaji na ujifunzaji. Tunashukuru sana Vodacom kwa kutuletea madarasa mawili haya. Tuko na madawati, tuko tuna shida madarasa na madarasa mengine haya ni machakavu. Kwa hiyo tunashukuru sana Vodacom. Nashukuru sana watu wa Voda kusaidia madarasa mawili. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE Habari. Katika habari za kimataifa, watu 13 hawajulikani waliko baada ya ajali ya boti Tunisia.